Haya mashindano unaweza kuona kwamba ni kama tu starehe fulani, lakini kana maana kubwa. Kama mlivyokwisha kusema kwenye risala, mojawapo ni ushirikiano. Yaani wote mlioshiriki humo mshakuwa marafiki. Pili, ikitokea mwenzenu amepata shida, ni rahisi kujua kwamba sasa nina uwezo wa kwenda mpaka kule au kurudi mpaka pale, na upepo unaelekea mtaa gani. Kwa hiyo na hii inasaidia wakati mtu akipata shida mkamsaidia. Kingine, inasaidia kwenye ajira. Kama kuna mabosi wako wanajua kwamba wanaweza kuingia ziwani, watakutuma kazi. Lakini kama huwezi, hawezi kukutuma kazi. Kwa hiyo haya mashindano sio kwamba tu ni leja, ila tujue kwamba yana maana yake. Mashindano haya ya ngalawa sio tu burudani. Kuna watu wataweza kuona ni kama burudani, lakini yana ujumbe muhimu kuhusu umuhimu wa bahari na sekta ya uvuvi katika kuhakikisha usalama wa chakula, lishe bora na ajira kwa jamii yetu. Na hili liko wazi, kuna ambao wamejiajiri kwenye eneo hili, lakini tunaingia kwenye upande wa chakula, tunajua mchango wa sekta hii ya uvuvi una mchango mkubwa. Pia ni nafasi ya pekee kuwatambua wapambanaji ambao tunaita ni mashujaa wa chakula, ambao ni nyie, na mmejitaja kwamba ni mashujaa wa chakula. Kupitia uvuvi mmechangia pakubwa, na kila wakati usiku na mchana mnapambana kuhakikisha kwamba chakula kiko mezani. Ni kazi yenu nzuri, tunawashukuru sana. Tuko hapa kwa ajili ya mashujaa wetu wa chakula ambao ni wavuvi, na tumeandaa mashindano ya wavuvi ili kuwapongeza kama mashujaa wa chakula ambao wamekuwa wakienda baharini kuvua na kuhakikisha samaki hawa wanafika sokoni na kumfikia mlaji kwa ajili ya kuboresha afya zetu. Kwa hiyo leo hapa tuna washiriki ambao wameshiriki kwenye mashindano ya mbio za ngalawa. Tuna ngalawa au manahodha 12 ambao wamekwenda kushiriki, lakini katika hao manahodha 12 wavuvi ni 38 ambao wameshiriki katika mashindano haya ya leo, ili tuweze kupata mshindi wa kwanza, wa pili na wa tatu ambao watapewa zawadi zao ile siku ya kilele tarehe 16, na pia watapatiwa vyeti vya kushiriki katika mashindano haya.